Yes, wabaligani mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania, ni wakati mwingine mzuri kabisa kuzitazama taarifa za kimichezo hasa ambazo zimegonga vichwa vya habari sana katika mitandao ya kijamii na katika majirada tofauti tofauti katika klabu ya Young Africans. Jambo kubwa linakwenda kutokea hivi sasa. Tunapoongea hivi, kuna moja kati ya taarifa kubwa ambayo imenifikia hapa katika meza yangu ya matangazo, na mimi nikasema hii siwezi kubaki nayo, lazima nikuletee ili uweze kujua kwa ni nini ambacho kinaendelea sasa kwa upande wa klabu ya Young Africans, ambao sasa wanakwenda kufanya maboresho katika kikosi chao cha ambacho kinaitumikia klabu hiyo ya Young Africans. Bana, kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Msabara Konta anaenda kuachwa pamoja na Damaro pia anarudishwa Singida Black Stars. Boy naye anaondoka mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo Young Africans wanakwenda kusafisha kikosi chao. Baadhi ya wachezaji kadha wa kadha ambao majina yao tayari nimeshakwisha kuyapata hapa na ambayo ndo naenda kutajia muda sio mrefu. Kwa hiyo nikusihi kwamba baki na mimi hapa mwanzo mpaka mwisho wa taarifa hii uweze kujua kwamba ni nani anayetoka katika klabu ya Young Africans msimu huu, lakini pia ni nani anayeingia katika msimu huu hasa katika eneo la kiungo cha ukabaji hapa katika klabu ya Young Africans. Majina kadha wa kadha, huenda umeshasikia taarifa kutoka katika kila kona ya nchi hii kutokana na uvumi wa taarifa ambazo zinaendelea kuvuma, lakini kwa taarifa hii ambayo mimi sasa hapa ninayo exclusive kabisa kutoka katika kwa watu wa karibu na uongozi wa klabu ya Young Africans, hasa kwa wachezaji ambao wanaondoka katika msimu huu. Kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi, hapa ni HNT Media, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo. Kwa kufanya hivyo utakufanya wewe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuletea hapa kila siku. Taarifa zetu utazitazama kutoka katika kila kona ya Tanzania. Comment yako ni muhimu pia, hakikisha una drop comment yako hapo. Bana, kikosi cha Young Africans sasa kinakwenda kufanyiwa maboresho madogo hasa katika eneo la ushambuliaji, kiungo pamoja na kwa upande wa safu ya ulinzi, ambapo mchezaji muhimu katika safu ya ulinzi huenda ataondoka katika klabu hiyo ya Young Africans. Kwa taarifa ambazo tunazo na ni za uhakika kabisa ni kwamba Ibrahim Baka huenda atajiunga na klabu ya Raja Athletic Casablanca kutokana na kwamba Ribolatol imeripoti kuwa kocha wa Raja Casablanca Fadlu Davids anahitaji huduma ya mlinzi Ibrahim Hamad Baka ambaye anaitumikia klabu ya Young Africans kwa sasa kwa ajili ya kujiimarisha zaidi msimu ujao kwa mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo Raja Casablanca mpaka sasa ameshajihakikishia kushiriki michuano hiyo kwa sababu mpaka sasa anaongoza ligi na kwa tofauti ya pointi nyingi sana na anayemfuata. Fadlu amewahi kuitumikia klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, anajua vyema uwezo wa beki huyo ambaye anamhitaji na ambaye anaitumikia timu yake ya taifa kwa maana ya Taifa Stars. Ibrahim Baka Hamad ambaye anatajwa kujiunga na Raja Casablanca na Raja hawategemei ugumu wowote wa upatikanaji wa mchezaji huyu kwa sababu wanajua ni sehemu ya biashara na ni sehemu ya ndoto za kila mchezaji kutoka katika taifa lake na kutumikia kwenda kutafuta changamoto zingine. Lakini pia hapa Raja Casablanca bwana, naweza nikasema kwamba wategemee ugumu kumpata mchezaji huyu kutokana kwamba miongoni mwa nyota ambao wanategemewa sana na kikosi cha Young Africans hasa katika safu ya ulinzi ni pamoja na Ibrahim Hamad Baka ambaye anatajwa sasa kujiunga na Raja Casablanca. Lakini jina la pili ambalo limetajwa kuondoka kwa wachezaji ambao wamesajiliwa msimu huu ambao unaendelea ni pamoja na Msabara Konte ambaye alitolewa kwa mkopo. Msabara Konte bwana huenda ataachwa mazima kabisa katika msimu huu utakavyotamatika, lakini pia Muhammad Damaro Kamara huenda atarejeshwa katika klabu yake ya Singida Black Stars na mbadala wake ataingia James Yankamiko ambaye kwa taarifa ambazo ninazo kwamba hii biashara inaenda kukamilika na niko hapa kuwathibitishia kwamba Kamiko ni kiungo mkabaji mpya wa klabu ya Young Africans katika msimu wa 2026-2027 kwa maana ya msimu ujao. Kwenye kiungo cha chini Young Africans watakuwa pamoja na Abuya Maxi na Akamiko katika klabu hiyo ya Young Africans. Mchezaji mwingine ambaye anatajwa kuondoka katika klabu hiyo ni pamoja na Shua Boy na Faridi Msa. Wawili hawa
huenda wakataiaga klabu hiyo Young Africans na kwenda kutafuta changamoto katika sehemu nyingine, na kikubwa ambacho kinatajwa kwamba Young Africans wanakwenda kusafisha kikosi chao, wachezaji ambao wapo hawapati nafasi na ambao viwango vyao havieleweki kuwasaidia huenda wakaachwa katika msimu huu utakapokuwa umetamatika, na klabu Young Africans inahitaji iunde upya kikosi chake kutokana na kwamba matarajio yao makubwa ni kufika mbali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, kwa maana michuano ya CAF. Mchezaji mwingine ambaye anaondoka katika msimu ujao ni pamoja na Buba Jamal. Buba Jamal bwana amejiunga na klabu ya Young Africans katika msimu wa dirisha dogo la usajili akitokea Gambia, na ni moja kati ya wachezaji ambao wali nominatiwa na head coach wa klabu hiyo Pedro Gonçalves, licha ya kwamba amekuja kwa makeka na akaonyesha performance bora katika michezo ya mwanzo, lakini kwa sasa amekuwa anapewa nafasi licha ya changamoto ya kuumia, lakini bado hajawashawishi viongozi na technical bench la Young Africans kuendelea kusalia katika klabu hiyo. Mchezaji mwingine ambaye anaondoka ni pamoja na Racine Kouma. Racine Kouma amesajiliwa kutoka katika klabu ya Stade Malien ya Mali na akajiunga na klabu ya Young Africans kwa kandarasi ya miaka miwili ambayo alisaini kuitumikia klabu ya Young Africans, lakini pamoja na kwamba amefanya vizuri katika klabu ya Stade Malien hasa katika michuano ya CAF, lakini kwa upande wa klabu ya Young Africans hajawasaidia kwa namna yoyote, hasa katika michuano hiyo ya CAF ambayo waliamini kwa ujio wake yeye pamoja na Msabara Conte watakuwa na impact katika kikosi cha Young Africans, hasa katika eneo la kiungo cha kushambulia na cha kukaba hapo katikati katika klabu ya Young Africans. Kwa hiyo Racine Kouma atakuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaondoka katika klabu hiyo ya Young Africans. Mchezaji mwingine ni pamoja na Shadrack Isaac Boka, naye jina lake limewekwa kwa miongoni mwa wachezaji ambao wataondoka katika klabu hiyo. Ni pamoja na yeye, licha ya kwamba ana performance nzuri, lakini unaambiwa Yao Kwas Jesh Yao Atoula ameimarika na huenda atarejea katika kikosi cha Young Africans kwa nguvu zote, kwa kutokana na kuonyesha performance bora katika mchezo wa CRDB Bank Federation, ambapo Young Africans walikuwa wanatafuta hatua ya robo finali wakicheza na TMA kutoka Arusha. Yao Kwas Atoula akionyesha kiwango bora kabisa ambacho kimewafanya sasa technical bench la klabu ya Young Africans na uongozi wa klabu hiyo kumwamini na kuona kwamba amerejea katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo mchezaji kama Shadrack Isaac Boka huenda akakosa nafasi katika klabu hiyo ya Young Africans, kwa hiyo ni bora wakamwacha. Hao ni baadhi ya wachezaji ambao wataondoka katika klabu ya Young Africans, na majina ya wachezaji wengine ninayo hapa. Kwa hiyo nikusihi kwamba endelea kutufuatilia tu katika update zetu, utaweza kupata taarifa zetu na utajua ni akina nani ambao bado wamesalia ambao sijakutajia hapa katika taarifa inayofuata. Naamini kwamba nitakutajia majina yote, lakini pia nahitaji komenti yako uniambie kwamba ni nani ambaye anastahili kuondoka katika klabu ya Young Africans ambaye mimi sijamtaja hapa, ama ambaye nimemtaja na kwa wengine ambao wapo ambao nahisi kwamba ambao nimewataja nahisi kwamba wabaki ni akina nani. Niandikia comment yako hapo, mimi nitakuja kupita nayo katika wasaa wa kusoma comments. Lakini pia issue ya msingi ni kwamba ni kuhakikisha kwamba unatulia katika update zetu ambazo tunakuletea kila siku, na ili uzipate ni lazima ubonyeze alama ya kengele mara baada ya kusubscribe. Hapo utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu na utajua ni nini ambacho kinaendelea kuna kwa klabu ya Young Africans ambao kwa sasa wanashiriki ligi kuu Tanzania bara wakiongoza msimu, lakini pia wanashiriki CRDB Bank Federation ambapo pia wamefuzu kwenda hatua ya robo finali wakienda kukutana na JKT Tanzania kwa mara nyingine tena katika hatua ile ile. Young Africans wanakutana na JKT Tanzania bana. Taarifa zipo kibao sana, na nikusii kwamba endelea kubaki nasi hapa katika wasaa mwingine tena. Langu jina naitwa Dio ambaye nakuletea ripoti hizi.